Asante Bwana Yesu kwa uwepo wako. Asante Bwana Yesu kwa neno uliloniandalia. Asante Bwana Yesu kwa kuwa jioni ya leo nitatoka na muujiza wangu. Asante Bwana Yesu kwa kuwa jioni ya leo natoka na uponyaji. Asante Bwana Yesu kwa kuwa jioni ya leo utahudumia maisha yangu. Mshukuru Mungu kwa matarajio yako. Mwambie Mungu asante kwa kile unachotarajia kutendee. Mwambie asante kwa kile unachotarajia kutendee. Rika satalamandarabu satalaba indarababu shatalamanderi katalamande salo satilamandaraba kotalindaraba kataya limo satalinda labakotara manderi katoria. Jioni ya leo Bwana, tunakushukuru kwa neema ya uponyaji. Tunakushukuru kwa neema ya miujiza. Tunakushukuru kwa neema ya baraka. Tunakushukuru kwa neema ya kuinuliwa. Tunakushukuru kwa neema ya kuponywa. Tunakushukuru kwa mtembeleo wa kiungu. Tunakushukuru kwa uwezesho wa kiungu. Mshukuru Bwana kwa imani. Mshukuru Bwana kwa imani. Mshukuru Mungu kwa imani. Mwambie asante. Hata kama hujapona bado, amini ya kwamba utapona. Hata kama hujabarikiwa bado, amini ya kwamba unatoka na baraka. Hata kama hujashinda bado, amini ya kwamba unatoka ni mshindi. Mwambie Yesu asante kwa kuwa jioni ya leo ni jioni yangu. Mwambie Yesu asante kwa kuwa jioni ya leo ni jioni ya kutembelewa. Riko satalamandeli kataya rabose tila mandeli katolia endalo satalamande. Nivike uweza wako Mungu uliye mwaminifu. Niatamie na mafuta yako, niatamie na mafuta yako, na mkono wako wa baraka na wingu lako la miujiza linifunike na kuniatamia. Raso taramandelebo sataya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Wewe ni Mungu aliye mtukufu mno. Hatuna Mungu aliye kama wewe. Matendo yako yanatisha kama nini. Asante kwa neema yako ya pekee na kibali umetupa kuweko nyumbani mwako. Fungua masikio yetu ya ndani na mioyo yetu ya ndani, tupate kupokea mbegu ya neno lako, na hii mbegu ikazae wengine 80 na wengine 100, katika jina la Yesu la miujiza, na kila mwenye uhai aseme amen. Niwakaribishe sana katika kongamano la jioni, na somo ambalo Mungu ametupa kwa jioni ya leo lina kichwa kinachosema tambua madhara ya hofu. Tambua madhara ya hofu. Somo lina kichwa kinachosema tambua madhara ya hofu. Punguza sauti kidogo. Tambua madhara ya hofu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaendelea, nataka tujue jambo hili. Biblia inatambua aina kubwa mbili za hofu. Aina ya kwanza ni hofu ya Mungu, na aina ya pili ni hofu ya woga au hofu ya kipepo. Kwa kuna aina mbili za hofu, na tunapotazama madhara ya hofu tutaenda kuangalia aina hii ya pili, yaani hofu ya woga au hofu ya kipepo na madhara yake. Bwana Yesu asifiwe. Lengo la somo la jioni hii ni kutaka upate ufahamu katika maeneo matatu. Lengo la somo ni kutaka upate ufahamu katika maeneo matatu.
Eneo la kwanza, maana ya hofu. Eneo la kwanza, maana ya hofu. Eneo la pili, milango ya hofu. Eneo la pili, milango ya hofu. Eneo la tatu, madhara ya hofu. Na hapo ndio nitakaa kwa muda mrefu. Madhara ya hofu. Lengo la somo ni kutaka upate ufahamu katika maeneo matatu. Eneo la kwanza, maana ya hofu. Eneo la pili, milango ya hofu, na eneo la tatu, madhara ya hofu. Kwa hiyo tutakapokuwa tunamaliza somo kule mwishoni, utacheki notes zako kama haya mambo matatu yote yametimizwa. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoanza somo letu, nataka tuanze na kipengele cha kwanza. Tutazame maana ya hofu, na nitakupa tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza, hofu ni hali yenye mashaka. Hofu ni hali yenye mashaka inayojitokeza kwa mtu anapokabiliwa na hatari au vitisho. Hofu ni hali yenye mashaka inayojitokeza kwa mtu anapokabiliwa na hatari au vitisho. Anapokabiliwa na hatari au vitisho. Kwa hiyo unapokutana na hali ya hatari mbele yako au vitisho, ule mshtuko unaopata ndani yako au yale mabadiliko unayosikia ndani yako yanaitwa hofu. Fikiri kwa mfano, unatembea usiku wa manane na uko peke yako, alafu ghafla mbele yako ukaona simba ana macho kabisa akakutazama. Ule mshtuko utakao kuwa nao unaitwa hofu ndani yako. Kwa hiyo hofu ni uoga unaoletwa ndani ya mtu kutokana na hali ya hatari aliyokutana nayo. Hofu ni uoga unaoletwa ndani ya mtu kutokana na hali ya hatari aliyokutana nayo huyo mtu. Na kuna baadhi ya watu kwenye maisha yao wanaogopa kila kitu kwenye maisha yao. Wanaogopa kila kitu. Kwa nini? Nyuma yao kuna kitu fulani ambacho kimewekwa mbele yao na kimetibua moyo yao, na mioyo yao inabeba hofu. Kitabu cha Mathayo 14. Yes. Mathayo sura ya 14 30. Mathayo 14:30, Biblia inasema, lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe. Sikilize, huyu ni Petro, alikuwa anatembea juu ya maji. Amemwona Yesu kule anatembea juu ya maji, akamwambia, kama ni wewe Yesu, naomba uniruhusu na mimi nije. Yesu akasema njoo. Petro akapiga hatua ya kwanza, akapiga hatua ya pili. Alipotazama kushoto, aliona wimbi kubwa sana. Lile wimbi alipolitazama, ndani yake akaona huu ndio mwisho umefika. Moyo wake ukayeyuka. Biblia inasema akaogopa sana. Matokeo yake akaanza kuzama. Kule kuogopa sana alikoogopa Petro, kibiblia kunaitwa hofu. Ni hali ya hatari amekutana nayo, imezaa hali ya woga moyoni mwake. Tunaenda pamoja? Tafsiri ya pili, hofu ni roho kamili kutoka kwa Shetani. Hofu ni roho kamili kutoka kwa Shetani. Ni roho kamili kutoka kwa Shetani. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7, Biblia inasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Bwana Yesu asifiwe.
bali Mungu hakutupa roho ya woga. Nataka ucheki vizuri lile neno roho. Halijaandikwa kwa herufi kubwa, limeandikwa kwa herufi ndogo, ikiwa inamaanisha kwamba ile roho inayotajwa pale sio Roho Mtakatifu, ni roho ya kipepo. Kwa sababu jina la Mungu linapotajwa kwenye Biblia linaandikwa kwa herufi kubwa mwanzoni, na jina la Roho Mtakatifu linaandikwa kwa herufi kubwa. Lakini hapa hii roho ya hofu imeandikwa kwa herufi ndogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unisikilize, Biblia inasema hatukupewa roho ya woga. Kwa hiyo hofu sio tu woga, lakini nyuma ya woga kuna roho fulani. Kuna aina ya roho ambayo inasukuma hiyo hali ya kuogopa. Sio jambo la kawaida. Niliwahi kukutana na kijana mmoja kule ukanda wa ziwa Tanganyika. Alikuwaga anaogopa kila kitu kwenye maisha yake. Akiwa peke yake anaogopa, giza likiingia anaogopa, akiambia kufanya jambo fulani anaogopa, kuanzisha mradi fulani anaogopa kila kitu. Aliponishirikisha nikajua ile hofu sio hofu ya kawaida, lazima kutakuwa kuna roho nyuma yake. Tulipopata nafasi ya kumwombea, tulipoanza kukemea tu ile roho ya hofu, mapepo yakaripuka. Tulikemea, tukakemea. Baada ya muda kidogo, yale mapepo yalipoondoka ndani yake na hofu iliondoka ndani yake, haikuwahi kurudi tena ndani yake. Kwa kuna watu ni waoga kwenye maisha, lakini uoga wao sio tu uoga wa kibinadamu, ila nyuma ya kuogopa kwao kuna roho fulani. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana asifiwe. Sasa nataka tuangalie milango ya hofu. Milango ya hofu kwenye Biblia iko milango mingi, lakini nakutajia milango mikubwa miwili. Baada ya hapo tutaingia kuangalia madhara ya hofu. Milango ya hofu. Mlango wa kwanza, andika mlango wa kusikia. Mlango wa kusikia. Mlango wa kusikia. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 13 mstari wa 11, Biblia inasema, na Israeli wote waliposikia wakaogopa. Waliposikia wakaogopa. Angalia na mstari wa 17, sura ya 17, Kumbukumbu la Torati sura ya 17 mstari wa 13. Biblia inasema, na hao watu wote watasikia na kuogopa. Watasikia na kuogopa, wasifanye tena kwa kujikinai. Angalia tena Kumbukumbu 19:20. 19:20. 19:20. Biblia inasema, na watakaosikia na watakaosalia watasikia na kuogopa. Watasikia na kuogopa. Ukienda na 21 mstari wa 21, utakuta nasema maneno hayo hayo, watasikia na kuogopa. Nisikilize. Mlango wa kwanza wa hofu ni kusikia. Hii mistari yote nimekusomea hapa inaonyesha walivyosikia viliachilia hofu ndani yao. Kwa hiyo ukiona mtu ana hofu moyoni mwake, ujue kuna taarifa fulani amesikia, na hiyo taarifa amesikia imezaa hofu ndani yake. Hofu haiwezi kuzaliwa ndani ya mtu isipokuwa imefunguliwa mlango, na lango mojawapo la hofu kuingia ndani ya mtu, hofu inafunguliwa mlango na unachosikia. Wale ambao walikuwepo mwaka 2019, tunakumbuka dunia ilikutana na ugonjwa hatari wa korona. Ilikuwa na sifa kubwa tatu. Ya kwanza, inaua kwa haraka, inaenezwa kwa haraka na haina dawa. Iliposikika kwa mara ya kwanza kule China, ilikuja na taarifa nzito sana, kiasi ambacho
dunia nzima ikagubikwa na hofu. Tuliambiwa ya kwamba ugonjwa huu wa korona, licha ya kwamba unaenezwa kwa hewa, lakini ukigusa kitu mahali, akaja kagusa mwenye korona, unao. Ukimsalimia mwenye korona, na wewe unao. Tulikuwa na hofu kubwa kiasi ambacho tulianza kuogopa kama unaweza ukaenezwa kwa haraka kiasi hicho, tumeisha. Kwa hiyo dunia ikawa na hofu. Nisikilize, na kuna watu wengine walikufa korona, sio kwa sababu saa yao ilifika, ila kwa sababu ya aina ya hofu waliokuwa nayo, na taarifa iliyokuja na korona iliwapeleka kaburini kabla ya wakati. Mwingine amebana tu na mafua ya kawaida ya siku zote, anajua tayari ni nao. Hofu kubwa imeingia ndani yao, na korona kama ilitaka kwenda kwa jirani yake, inasema no problem, tumepata pa kuingia. Ndwi inaingia ndani yako, ndani ya siku ya kwanza, ya pili, tuonane paradiso. Mambo yamebadilika. Hofu inakuja kwa kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, kwenye nchi yetu Mzee Magufuli alitusaidia sana. Mataifa yote wakaweka lockdown. Magufuli akasema tumtegemee Mungu. Jambo la namna hii sio mara ya kwanza kutokea. Iliwahi kutokea tauni, iliua kwa haraka na ilikuwa inaenezwa kwa haraka, lakini wana wa Israeli walimuomba Mungu. Akafungua kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, nitasikia kutoka mbinguni na kuponya nchi yao. Akasema nchi nzima tufunge siku 3. Tulipomlilia Bwana kwa siku 3, pamoja na kwamba watu waliendelea kufa, lakini kasi ya kufa ilipungua sana. Na mataifa mengine, Tanzania hatukuzika wengi kwa sababu tulimtumainia Mungu aliye hai. Aliondoa hofu na tukaendelea na biashara na maisha yakasonga mbele. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hofu ina malango, na lango kuu la hofu ni kile unachosikia. Nisikilize, unachosikia kinaweza kujenga imani, na unachosikia kinaweza kujenga hofu. Kwa nini? Imani inakuja kwa kusikia na hofu inakuja kwa kusikia. Na kwa sababu hiyo, unapopita mahali pagumu kwenye maisha, mahali pagumu kibiashara, mahali pagumu kiafya, mahali pagumu kwenye ndoa, lazima uwe makini sana na watu nao wasemesha habari zako, kwa sababu kuna watu kiwapa sikio lako waongee juu ya tatizo lako, badala ya kuwa msaada, wataongeza tatizo zaidi na wataongeza hofu zaidi, na unaweza ukapoteza ulicho nacho, kwa sababu kuna mtu kimweleza jambo lako hana cha kukusaidia zaidi ya kukuonyesha mifano mibaya. Unamwona dada fulani ndoa yake iliharibika, alipita kama wewe. Unaona biashara fulani ilishafungwa, kwa nini? Alipita kama wewe. Lakini nataka nikwambie, wako watu walioshiba neno la Bwana. Ukiwaeleza tatizo lako, watakwambia hata hapa utavuka, kuna huyu alivuka, na neno linasema utainuka tena. Hofu inaweza ikaondoka, inategemea unempa sikio aseme na maisha yako. Unachosikia kina power ya kuinua imani, lakini kina nguvu ya kuleta hofu ndani yako. Ni nani anayesema na wewe? Umempa nani sikio aongee juu ya biashara yako, aongee juu ya ndoa yako? Kuna mtu ndoa inasumbua ni mwaka wa 5, lakini shida ni aina ya watu waliokuzunguka. Hawajakupa maarifa ya kuponya ndoa yako. Kadiri wanaongea na wewe, mateso hayaondoki. Yapata washauri wabaya. So lango la kwanza la hofu ni kusikia. Lango la pili ni kuona. Lango la pili la hofu ni kuona. Kumbukumbu la Torati 20 ule mstari wa kwanza, Biblia inasema utokapo kwenda vitani na kuona adui na farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiwaogope, kwa kuwa Bwana Mungu yu pamoja nawe.
aliyekukweza kutoka nchi ya Misri, na iwe usogeapo mapiganoni, kuhani na akaribie na aseme na watu hawa. Sikilize, Mungu anazungumza na Musa, anawaambia mnaposogea kwenda mapigano na kuona magari na jeshi, nisikilize, unachoona kwa macho kina kawaida ya kuroga ufahamu wa mtu na moyo wa mtu, ili uone Mungu uliye naye ni mdogo, na ujione uko peke yako katikati ya tatizo. Na ukisharuhusu hofu moyoni mwako, ndio umeisha. Biblia inasema mkienda vitani, mkaona majeshi yao, mkaona silaha zao, mkaona magari yao, usiruhusu hofu ndani yako. Kwa nini? Mimi Mungu niko pamoja na wewe. Maana yake sio wewe utapigana hiyo vita, ni mimi ndio nitaenda kupigana vita. Msitizo mkubwa kwenye ule mstari ni utakapoona magari, utakapoona magari. Kwa nini? Unachoona kinajenga imani, unachoona kinajenga hofu ndani yako, unachoona kinajenga imani, unachoona kinajenga hofu ndani yako. Ndio maana ukienda kwenye huduma za uponyaji, ishara na miujiza, kunaona wametenga wagonjwa na kaa eneo la kwao, alafu kabla mtumishi hajafika anakuwekwa mtumishi wa kuzungumza nao ili wasikie neno la imani, kwamba inawezekana hata kama umeuma muda mrefu, bado Yesu anaponya hata sasa. Wakiwasemesha, wakiona hawajaelewa kwa maneno, wanawekea television waone kwa macho, video waone jinsi watu wanavyopona magonjwa makubwa kuliko yao, matatizo makubwa kuliko yao. Wakiona na wakisikia, imani inanyanyuka ndani yao. Mtumishi akifika, akitamka tu neno, wanatupa magongo, wanatupa fimbo. Kwa nini? Waliona, wakasikia, imani imenyanyuka, wana uhakika na wao wamepona. Imani inakuja kwa kusikia. Unachoona kinajenga imani, unachosikia kinajenga imani. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Jesus. Sasa tuangalie madhara ya hofu kwa haraka. Nitakuonyesha madhara matano, alafu tutaenda kuomba. Madhara matano ya hofu. Madhara matano ya hofu. Zala la kwanza, kama unaandika, hofu ni lango la mauti, ukiwa na uharibifu. Hofu ni lango la mauti, ukiwa na uharibifu. Ukiwa na uharibifu. Hofu ni lango la mauti, ukiwa na uharibifu. Unisikilize, hofu ni zaidi ya kuogopa. Hofu ni lango, ni lango la ukiwa, ni lango la mauti, na ni lango la uharibifu. Kwa hiyo kabla adui hajapiga mahusiano, hajapiga kazi yako, hajapiga biashara yako, atatuma kwanza mjumbe ndani ya moyo wako, ili amtengenezee mazingira ya kuja kupanda mauti, kupanda uharibifu na kupanda vya giza. Shetani aweze akaingia kwa mtu, ni mpaka huyo mtu kafungua mlango. Ndio maana Biblia inasema wala msimpe shetani nafasi. Ukiona shetani kaingia kwa mtu, ujue kuna nafasi kapewa, na moja kati ya lango hupita kwenye eneo la hofu. Anatumia hofu. Kwa hiyo ukiona unaogopa ndani yako, ujue unatifua moyo wako na unamtengenezea adui mazingira ya kuja kupanda uharibifu kwenye maisha yako, kwa sababu shetani haji isipokuwa hofu imetangulia ndani yako. Bwana asifiwe. Kitabu cha Maombolezo, Maombolezo ile sura ya 3, Maombolezo 3 mstari wa 47. Maombolezo 3:47, neno la Mungu linasema, hofu
imetujilia na shimo, ukiwa na uharibifu. Hofu imetujilia na shimo, ukiwa na uharibifu. Nisikilize vizuri, Biblia inasema hofu imetujilia na. Neno na maana yake pamoja na, haijaja peke yake, kuna vitu imeambatana navyo. Ni kama vile mimi nikija nyumbani kwako alafu tukakukosa, watoto watakwambia mama, baba, mtumishi Sanga alikuja nyumbani, lakini alikuja na, maanake kuna watu walioongozana nao. Na kwa sababu hiyo, hofu inapoingia ndani yako, usije ukaitazama kwamba ni hofu tu peke yake iko ndani. Kuna vitu viko nyuma yako, kuna vitu inakokota, inakuja navyo ndani ya moyo wako, inakuja na ukiwa, inakuja na shimo au mauti, na inakuja na uharibifu kwenye maisha yako. Sasa unaweza usiyaone haya mambo matatu kwa macho, lakini cheki eneo ambalo unalihofia sana. Utagundua hilo eneo ni tasa, halistawi, hausogei tena. Kuna namna adui kapanda vya kwake kwenye hayo maeneo na halistawi tena. Kwa nini? Hofu haijawahi kuja peke yake. Na kwa sababu hiyo, unapoingia kushughulikia hofu kwenye moyo wako au kwenye maisha yako, ni hekima kuto kushughulikia hofu peke yake. Lazima ujifunze kushughulikia na vitu vinavyokuja pamoja na hofu. Angalia na Isaya 48 mstari wa 43. No, Yeremia 48 mstari wa 43 na wa 44. 43 na 44, Biblia inasema hofu na shimo na mtego zaja juu yako, e mwenyeji wa Moabu, asema Bwana. Angalia 44, aikimbiaye hofu ataangukia shimoni, naye atokaye shimoni atanaswa na mtego. Si kama umeelewa? Kwa lugha nyingine anasema ukishughulikia hofu, shimo litakushika, na ukishughulikia shimo, uharibifu utakunasa. Maana yake nini? Ili uweze kutoka kabisa kwenye mateso yaliyoletwa na hofu, shughulika na hofu na kila ambacho kimekuja na hofu ndani ya moyo wako. Tunaenda pamoja? Bwana asifiwe, haleluya. Tuangalie jambo la pili, madhara ya pili ya hofu. Hofu hudhoofisha ushindi wetu. Hofu hudhoofisha ushindi wetu. Hofu hudhoofisha ushindi wetu. Nisikilize vizuri, ukibeba hofu moyoni mwako, hiyo ni ishara kwamba utashindwa. Haijalishi umebeba silaha zenye nguvu kiasi gani, maadamu una hofu moyoni, kwenye hiyo vita utashindwa. Inawezekana umejifunza silaha ya damu ya Yesu na jina la Yesu na neno la Yesu na malaika na Roho Mtakatifu na silaha zingine unajua, lakini ukishabeba hofu ndani yako, unaposimama kukabiliana kwenye vita, silaha zako zinakuwa butu, haziwezi kumshinda adui yako. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho, sisi watoto wa Mungu tuna namna yetu ya kushinda, na tunashinda kwa imani. Ndio maana waraka wa kwanza wa Yohana ile 5 mstari wa 4 na wa 5 anasema kila kilichozaliwa na Mungu kina ushinda ulimwengu, na huko ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yenu. Kwa hiyo kila mtoto wa Mungu aliyeokoka amesukwa kuwa mshindi. Yaani wewe uliyeketi mahali hapo ni mshindi. Hata changamoto unayopitia, jaribu ulionalo, vita ulionayo, wewe ni mshindi kwenye hiyo vita. Haijalishi umekaa nao miaka mingapi, shida ni namna ya kushinda.
Sisi tuliookoka tuna namna yetu ya kushinda, na hiyo namna yetu ni hiyo imani yetu. Maana kila kilichozaliwa na Mungu kinaushinda ulimwengu, na huku ndiko kushindako ulimwengu hiyo imani yetu. Maana yake ni kwamba unaweza ukawa umesukwa kwa mshindi, lakini ukibeba hofu ndani yako, umebeba bidhaa ya wanaoshindwa. Hakuna namna unaweza ukashindwa, utadondokea kwenye kundi la wanaoshindwa kwa sababu ya hofu iliyo ndani yako. Fear, it paralyzes faith. Hofu ina paralyze imani na inakondolea muujiza mbele yako. Haleluya. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura 20 mstari wa kwanza na wa pili. Wewe andika mstari wa kwanza mpaka wa 8. Alafu mimi nitasoma wa kwanza na wa pili, alafu nitasoma na wa 8. My God. Biblia inasema, utokapo kwenda vitani kupigana na adui zako, na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usogeapo usiwaogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Na iwe usogeapo mapiganoni, kuhani na akaribie na kusema na watu. Mstari wa 8. Tena maakida waseme na watu zaidi, wawaambie, ni mtu gani aliye hapa tena mwenye hofu na mnyonge, aende arudi nyuma kwake, isije mioyo ya nduguze ikayeyuka mfano wa moyo wake. Nisikilize vizuri. Mungu anawasemesha kitu kizuri sana wana wa Israeli. Anawafundisha namna ya kupigana vita. Na watu wa Mungu, hii ndio siri yetu. Natamani Mungu akupe udake kitu kizuri hapa. Anawafundisha namna ya kujiandaa kabla ya kuingia kwenye vita. Na maandalizi ya wana wa Israeli ni tofauti na maandalizi ya watu wa dunia au adui zao. Adui zao wanaandaa jeshi lenye nguvu, magari ya vita na silaha zenye nguvu. Maandalizi ya wana wa Israeli sio maandalizi ya kimwili, ni maandalizi ya kifikra. Wanaandaliwa kubeba picha kubwa ndani yao ya Mungu aliye naye na uweza walio nao, uweza alionao huyo Mungu alio naye. Manake wanaandaliwa kumjua sana Mungu aliye naye, kwa sababu Mungu ndiye anaenda kuwapigania kwenye vita yao. Ndio maana anawaambia, mnapokwenda kwenye vita, msiangalie magari, msiangalie farasi, msiangalie silaha, kwa maana mimi Mungu niko pamoja nanyi. Kwa maana mimi Mungu niko pamoja nami. Kwa lugha nyingine nawaambia, vita yoyote mnayokutana nayo, hiyo vita ni ya kwangu mimi Mungu wenu. Lakini namna ya mimi Mungu kuingilia vita yenu na kuwapigania inategemea uwezo wenu wa kunitambua mimi kama Bwana wa vita yenu na mtetezi wenu. Kwa hiyo ushindi wa watoto wa Mungu hautegemei maombi yao, unategemea imani kwa Mungu wao. Kama utaweka imani kwa Mungu wako, unapoingia kwenye vita, hiyo vita sio ya kwako. Unaposema kwa jina la Yesu, Yesu anatokea mbele yako, yeye anapigana kwa niaba yako. Nguvu zake zinaenda mbele yako, zinaondoa vita iliyo mbele yako. Yeye ndiye anayepigana hiyo vita. Haleluya, haleluya. Oh, I love Jesus. Ndio maana nasema, ukienda kwenye vita, waambie maakida wakague jeshi. Ukiona kuna watu wenye hofu, toa wote. Kwa sababu nikionaga hofu, mimi Mungu siteremkagi kusaidia watu. Nina namna yangu ya kuwasaidia watu niliyojitengenezea, ni ile namna ya watu kuniamini mimi kama Mungu wao na kama mtetezi wao. That is the way God helps us. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niwaambie watu wa Mungu, kinachotesa Wakristo wengi ni hofu moyoni mwao. Lakini kama tunaweza tukaamini uweza alionao Mungu, tukamwamini Kristo aliye ndani yetu, Roho Mtakatifu aliye ndani yetu, uwepo wake uliotufunika na malaika, tukawa aware, karabashataya,
hakutakuwa na vita inayoweza kutushinda. Niliwahi kutoa ushuhuda mmoja mahali hapa muda fulani, nikaja nirudie ule ushuhuda, unaweza kukutia moyo. Ni ushuhuda ambao nilikuwa nasikiliza kwenye television. Ni dada mmoja ambaye alikuwa South Africa, Afrika ya Kusini. Kazi yake alikuwa ni nesi, anafanya kazi ya unesi, na alikuwa mwaminifu kwenye kazi yake, ameokoka, lakini imani yake ilikuwa sio imara sana. Anasema siku moja akiwa ofisini alitokea mtu wa ajabu sana. Yule mtu alikuwa amevaa maski usoni na alikuwa ni kama vile ana pembe ndefu, alafu mikononi ni kama ni glovu, mikono yaonekani, kucha zake ni ndefu sana. Usiku saa 5 akafungua mlango. Alipotoa kichwa namna hii, yeye alikuwa na mgonjwa kule ndani na zile kucha, hofu kuu ikamwingia yule dada, akaanza kutetemeka, akajikunja na pandisha kichwani kwa mgonjwa. Lile jamaa likaenda likakaribia, likagusa kitanda na likamgusa mgonjwa. Zilipita dakika 5 tu, yule mgonjwa akafa. Dada aliogopa sana, jambo lile lilitisha moyo wake. Baada ya muda kidogo, wiki iliyofuata kaingia zamu tena, jitu lile lile likatokea tena. Lilipofungua mlango, hofu yake ikazidi zaidi, kwa sababu anajua kilichotokea wiki iliyopita. Akaogopa sana yule dada, anatamani kupiga kelele, hawezi kupiga kelele. Likabahatika likaenda likagusa tena mguu, yule mtu kakata moto, kafa. Wiki ya 3 likatokea, akaingia kwa namna ile ile, akafa mtu. Dada akashtuka, akasema hapa nitafukuzwa kazi. Kwa nini kila nikiingia odini watu wanakufa? Akaenda kumtafuta babake wa kiroho. Kanisa lao ni kubwa sana, kwa hiyo kupata nafasi ya kumwona mchungaji pia ni kazi. Kaongea na watu walio karibu na mchungaji wake, watu wa protocol, wakamweleza mchungaji kwamba kuna mtoto wako huko anapita mahali pembamba sana, anahitaji akuone. Akamruhusu. Alipoenda akamweleza mambo aliyotokea, alafu babake akacheka, akasema, mwanangu, umeua watu wengi sana. Akasema, nimeua watu wengi? Anasema, kama ungekuwa na imani siku ile ya kwanza, kwa sababu shetani huaga na kawaida ya kutumia hofu kupitisha vitu vyake na kuwa vitu vya watu. Kwa ile siku ya kwanza aliingia kwa vitiisho ili aweze kukutiisha na moyo wako uyeyuke, moyo wako kiyeyuke, apate mlango wa kuua. Lakini kama ungeweza kumwamini Mungu uliyembeba na uwepo ulionao na mafuta ulionayo, neno lako moja tulilitosha kwa kazi za giza. Akamjenga kwa maandiko, akamfundisha vitu kadhaa. Yule dada imani kanyanyuka, akawa anatamani usiku ufike. Akaenda zamu ya kwanza, halikutokea. Alipoenda zamu iliyofuata nyingine, likatokea. Ila linatoa kichwa namna hii, linaanza kumsogelea. Akasema, wewe ni roho ya mauti, nimegundua kwa mamlaka niliyopewa, toka na usirudi tena. Lile jamaa lilirudi ifya, likafunga mlango, na tangia siku hiyo halijawahi kurudi tena kwenye ule hospitali, haijawahi kurudi tena. Mimi sijui kama yule dada angeelewa, kama nayo hiyo mamlaka angeisemesha hilo tangu siku ya kwanza. Na mimi sijui kama unaelewa ile roho inayopiga watoto wako, inayopiga biashara yako, inayopiga. Kama ungeelewa una hiyo mamlaka na una hilo jina na hiyo mamlaka, ungesimama jioni ya leo, ukasimama uso kwa uso, unaambia shetani uliyekaa kwa watoto, uliyekaa kwa biashara, uliyekaa kwa ndoa, toka, achia kazi yangu. Nataka nione watu wanaoamini. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Roho yoyote iliyokaa kwenye maisha yangu na watoto wangu, kwa jina la Yesu aliye hai, achia. Oh Jesus, I love Jesus. Nipe Biblia, niseme Biblia hii. Niseme Biblia. Angalia kitabu, nikaonyeshe kitu kizuri. Kitabu cha Waamuzi.
Waamuzi sura ya 7 mstari wa 2 na wa 3. 2 na 3, Biblia inasema, Bwana akamwambia Gideoni, watu hawa walio pamoja nawe ni wengi mno, hata nikawatia Wamidiani katika mikono yao, wasije Israeli wakajivuna juu yangu na kusema, ni mkono wangu mwenyewe ndio ulioniokoa. Basi sasa nenda, tangaza masikioni mwa watu hawa na kusema, mtu awaye yeyote anayeogopa na kutetemeka na arudi katika mlima Gileadi, na arudi katika mlima Gileadi. Ndipo watu 22,000 katika hao waliobaki, watu 10,000 tu. Watu 22 wakarudi nyuma, watu 10,000 wakabaki. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nisikilize vizuri tena, watu wa Mungu, hakuna mtoto wa Mungu yeyote anayeweza kashinda vita akiwa na hofu moyoni mwake. Hakuna. Na kwa bahati mbaya sana, unapokutana na vita mbele yako au changamoto, watu wa Mungu, ina kawaida ya kutiisha. Na kwa bahati mbaya, ziko changamoto zingine ni kubwa, zinakuja na vitisho kiasi ambacho moyo wako unaogopa, unajiuliza ndio unafukaje, kwa sababu ya ukubwa wa vitisho vya hiyo changamoto. Pamoja na ukubwa wa vitisho vya changamoto, bado Mungu anataka umwamini kama yeye anaweza kukusaidia. Nisikilize, kwenye habari tumesoma, ilikuwa ni vita kati ya taifa la Israeli na Wamidiani. Wamidiani wana nguvu kuliko Israeli, wana silaha bora kuliko Israeli, na wana magari bora ya kivita kuliko Israeli. Wamewazidi Israeli kwa kila kitu. Gideoni alipotazama ubora wa maadui zao, nguvu ya maadui zao, akashtuka, akaenda akakusanya wanajeshi wote wa Israeli, kachukua wanajeshi 33,000, akawaambia, tendeni tukapigane vita. Anasema kwa wingi wetu tutawashinda. Mungu alipotazama akasema, no, Gideoni, kuna kitu hakijakaa vizuri. Aina ya watu naenda nao ni wengi mno, kwa sababu mkienda na watu 33,000 mkapigana vita, mkashinda hiyo vita, hao watu watajipiga vifua, watatembea namna hii wakiamini ni uweza wao, wakiamini ni nguvu zao zimewashindia. Siku zote mnapoenda kwenye vita, hamshindagi kwa uweza wenu, ingawa hamnioni, lakini mnapotupa silaha huwa nakuwa nyuma ya silaha zenu na washindiaga vita. Kwa hiyo mkitaka niende nanyi na nikawapiganie kama siku zote, punguza jeshi. Alafu akamwambia, niondolee watu wote wenye hofu na mashaka, wasiende vitani. Gideoni kaita watu wote, wamekaa pale. Nisikilize, alipoita lile kundi la watu, akamwambia kila mtu mwenye hofu apite mbele. Waliondoka watu 22,000. 22,000. Biblia inasema wakabaki watu 10,000 tu walio tayari kwa ajili ya vita, na hao watu 10,000 wakawa wanajiandaa kwa ajili ya vita, wanafanya zoezi. Mungu akamtokea tena Gideoni akasema, watu 10,000 ni wengi mno, mtajipiga vifua. Nataka nionyeshe uweza wangu kwamba sio ninyi mnashindaga, ni mimi nawashindiaga. Punguza tena. Akasema, Mungu, hao wote wana imani, na punguzaje sasa? Akaambia wape mtihani. Akamwambia, mtateremka kwenye kijito, alafu watu watainama, watakuwa wanakunywa maji kama wanavyoweza kunywa mbwa. Watakaoshinda ndio tuwapate. Wakapatikana watu kadhaa. Mungu akasema, punguza watu 9,700. Wakabaki watu 300 tu, watu wachache mno. Wanaenda kupigana na watu zaidi ya 500,000, watu 300. Walipoenda watu 300 wamebeba tarumbeta, wanaenda kwenye vita. Walipokuwa wanaenda kwenye ile vita,
wakiwa na imani wanaimba kwa shauku, na makuhani wametangulia mbele yao, wana uhakika na uhakika Mungu yuko pamoja nao. Walipoenda kwenye vita, walipoanza tu vita, walishinda asubuhi na mapema, wakashinda ile vita. Aliyewashindia ni Mungu. Baada ya vita wakamtukuza Bwana, wakampa Mungu utukufu aliyewapigania na kuwashindia kwenye ile vita. Nisikilize mtoto wa Mungu, na unisikilize vizuri. Tatizo lako kubwa sio unachopitia kwenye maisha yako. Tatizo lako kubwa ni hofu. Tatizo lako kubwa, mtu wa Mungu, bado ufahamu wako haujabeba picha. Kristo hajaumbika kwenye ufahamu, na hajaumbika kwenye ufahamu kiasi cha kukupa uhakika ya kwamba una Kristo moyoni. Na kwa sababu ile picha haiko moyoni mwako inayokuonyesha una Kristo moyoni, unapokutana na changamoto unajihisi uko peke yako. Lakini nataka nikwambie tena ya kwamba kila unapopita mahali pagumu, fahamu ya kwamba hauko peke yako. Yesu alisema, nitakuwa ndani yenu, nitakuwa pamoja nani tena mpaka utimilifu wa dahari. Hata kuacha leo, hata kuacha kesho, wala kesho kutwa, atakuwa pamoja nao. Unachotakiwa kujua, fahamu Yesu yuko ndani yako na Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Mnanielewa watu wa Mungu? Nilikuwa naangalia movie moja mara moja, niliangalia movie. Kwenye ile movie kulikuwa na majamaa mabouncer, yalikuwa kama 6, yalikuwa yakikutana na kikundi cha watu, yanapiga yanaua, na kila mtu alijua yale majamaa yanaua. Kakijana fulani kadogo tu kakawa kanatembea, ghafla kakawaona mbele, kakachanganyikiwa, kanapogeuka kakaanguka. Kanapoinuka nyuma kanakimbia, akamwona kaka yake kopro mwanajeshi amevaa combat. Kalitoka kakaanza kucheza namna hii, kakaanza kurukaruka, yaani hofu ikayeyuka. Alipogundua ya kwamba kaka yake yuko pembeni yake, akapata ujasiri, akamwambia, kaka, unaona wanaua hawa, hawezi kutuua. Na wale majamaa walipomwona kopro mbele yao, kopro aliposimama tu namna hii kikomando, yale majamaa yakakimbia. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu, siku zote ukikutana na tatizo, ujue una kopro Yesu moyoni mwako, una Roho Mtakatifu ndani yako, una uwepo wake ndani yako. Yeye ndiye jibu lako na ushindi wako. Haleluya, haleluya. Wale waliokutisha wasikutishe tena. Wachawi waliokuroga, leo ndio mwisho. Kawatangazie, nimejua nina Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Jesus, don't fear anything. Tuna Mungu mwenye nguvu kuliko wao. Madhara ya tatu ya hofu. Hofu inaondoa msaada wa Mungu na uwezo wa Mungu kwako. Hofu inaondoa msaada wa Mungu na uwezo wa Mungu kwako. Hofu inaondoa msaada wa Mungu na uwezo wa Mungu kwako. Inaondoa uwezo wa Mungu na msaada wa Mungu kwako. Inaondoa uwezo wa Mungu na msaada wa Mungu kwako. Nisikilize vizuri sana. Hofu ikikaa ndani yako inazoofisha imani yako. Imani ikizoofika ndani yako, msaada wote ambao Mungu angekupa maishani mwako, ule msaada hauwezi kuachiliwa tena. Hata kama Mungu alikuwa anakusaidia au anataka kukusaidia, ukisharuhusu hofu moyoni mwako, ile hofu ina kawaida ya kuondoa msaada wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Kitabu cha Isaya 41, Isaya 41 ule mstari wa 13. Isaya 41:13. Biblia inasema, kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume, nikikwambia usiogope, maana mimi nitakusaidia. Nikikwambia usiogope,
Anasema, maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono na nitakusaidia. Nikiwa nakusaidia na hakikisha huogopi. Nakwambia usiogope. Unaelewa maana yake? Maana yake ni kwamba Bwana Mungu wako ingawa yuko tayari kukusaidia, lakini ukishabeba hofu moyoni mwako, anaondoa mkono wake juu yake, anaondoa msaada wake juu yako. Msaada wa Mungu maana yake nini? Msaada wa Mungu maana yake ni Mungu kuingilia kati unachofanya ili akupe hatua. Ni Mungu kuingilia kati vita yako na kukupigania. Na kwa sababu hiyo, ukiingia kwenye vita yoyote ya kiroho, ukaruhusu hofu moyoni mwako, hata kama Mungu alikuwa anakusaidia, msaada wake unaondoka. Nimekumbuka mwaka mmoja nilikuwa Kilimanjaro wakati nasoma chuo cha ushirika na biashara. Wakati niko pale chuoni, tuliwahi kuwa na conference moja, na mimi nilikuwa katibu wa wana vyuo vya kanda ya kaskazini. Tulifanyia Arusha. Sasa wakati wa maombi, mtumishi amefundisha juu ya somo la vita vya kiroho, kaeleza falme, mamlaka, majeshi ya pepo wabaya. Sasa ndani yangu nikatamani kuamka usiku nikaombe. Nimeamka saa 8 usiku nikaanza napiga falme na mamlaka na haribu. Nikasikia bundi juu ya bati, Afrika inapambana na ufalme, manake serikali, majini yote. Niko peke yangu hapa, sina mtu. Nilifumba macho nikatafuta mlango uko wapi, nilikimbia mbio kwenda bwenini. Ulikuwa ni wakati huo bado sijasogea kiimani. Kwa nikakimbia nikaenda bwenini. Nimeenda bwenini, nimejikunja kwenye ile bwalo. Nimejikunja, toka na wenzangu wengi wametoka vyuo mbalimbali. Nimejikunja kule ndani. Hofu. Bundi kapiga bati, halafu analia juu ya bati. Nisikilize, yaani yale maombi niliyokuwa naomba, mimi nilikuwa na mamlaka kuliko hizo falme zote, ila kwa kiwango cha hofu nilichokuwa nacho, hata lingekuja jini Maimuna ningeniwasha kofi, ningepokea tu kofi. Lingekuja jini Mankata ningepokea kofi. Kwa nini? Nilikuwa na hofu. Hiki ndicho shetani anachofanya. Lakini baada ya kukua, nikasogea mahali popote Mungu ananipeleka. Cha kwanza, natafuta kuweka chini ya miguu yangu ufalme wa giza na kuleta ufalme wa Mungu umiliki na utawala hilo eneo. Sasa ngoja nikwambie, ujasiri nilionao ni ufahamu nilionao. Siku zote huwa natembea nasemesha mwenyewe, nina Kristo moyoni mwangu. Nina Kristo moyoni mwangu, siko peke yangu. Sio tu Kristo, ninaye Roho Mtakatifu, siko peke yangu. Oh my God. Aliniambia kwamba amenipa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hakuna cha giza kinaweza kunizuru. Maneno yangu mimi sio maneno ya kawaida, ni kama upanga na moto ulao, ni kama bomu la nuclear. Mapepo na wachawi wanaposikia hawasikii maneno, wanaona moto. Najisemesha. Ufahamu wangu una rekodi, unaumba. Kuna mahali watu wote wanaweza kaogopa, mimi naingia mwenyewe na naleta mabadiliko. Kwa nini? Kuna namna ufahamu wangu umebeba picha ya Kristo. Bado sijafika, naendelea kuumba hiyo picha. Kuna siku na saa inakuja ambayo tutatamka neno moja tu na vya giza vitaanguka na cha Bwana kitasimama. Haleluya. Bwana asifiwe. Biblia inasemaje? Anasema, ukiogopa nitaacha kukusaidia. Maana yake nini? Mtoto wa Mungu unapokuwa na hofu moyoni, nisikilize vizuri, hofu ndani ya moyo ni lugha ya dharau kwa Mungu. Dada, mtu akibeba hofu, unaongea moyoni bila kutoa maneno. Ile hofu inaongea bila kutoa maneno.
unamwambia Mungu, mahali napopita hapa huwezi kunisaidia kabisa, uweza wako hauwezi kunisaidia. Unaweza kusaidia, nimeona ukifanya kwenye maeneo mengine, ukiponya, ukiinua, ukibariki, lakini kwa hapa napopita Mungu, uweza wako na nguvu zako haziwezi. Ndio hofu inachosema. Jina la Yesu libarikiwe. Ndio maana wana wa Israeli walipoenda kupeleleza ile nchi, walipoenda wale 10 wakaja na taarifa mbaya kwao. Ile taarifa mbaya ikayeyusha mioyo yao, wakaogopa sana. Mungu akasema, mtanizarau mpaka lini? Maana yake nini? Mungu anataka unapokutana na tatizo au changamoto, usilifananishe tatizo na uwezo wako, wewe utayeyuka. Lifananishe tatizo na uwezo wa Mungu uliyembeba. Ukifananisha uwezo wa Mungu uliyembeba na tatizo lako, imani yako na ujasiri utakuwa mkubwa. Usiangalie uwezo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mtu akibeba hofu moyoni mwake, hata kama Mungu alianza kumsaidia, akaanza kumvusha na kumbarikia, siku ukibeba hofu, Mungu anaondoa msaada wake na anaondoa hofu yake. Manake haukumbuki na hautambui Mungu aliyekutoa kule, kasafiri na wewe, kakusaidia, kakufikisha umbali huu. Leo hii umekutana na kikwazo hiki, huwezi kumwamini tena. Anatafuta watu wenye imani. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kile kitabu cha Mathayo, Mathayo ile sura ya 14. Mathayo 14. Tunaenda kumaliza ule mstari wa 30. Biblia inasema, lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Ni habari ya Petro. Amemwona Yesu kwa mbali ndani ya maji anatembea, akamwambia, Bwana Yesu, kama ni wewe kweli, nipe kibali nije juu ya maji. Yesu akamwambia, njoo. Akaliamini hilo neno, na kwa imani yake akapiga hatua ya kwanza, Yesu akamsaidia. Kapiga hatua ya pili, Yesu akamsaidia. Kapiga hatua ya tatu, Yesu akamsaidia. Akiwa katikati ya msaada wa Yesu, akaona wimbi, hofu ikaja. Hofu maana yake nini? Yesu uliyenisaidia kupiga hatua hizi 3 kwenye maji, uwezo wako ni mdogo kuliko wimbi lililoko mbele yangu. Nisikilize, wimbi sio tatizo. Tatizo ilikuwa ni hofu iliyokuwa ndani ya Petro. Alipoona hofu ndani yake, akaanza kuzama. Na ndio maana hata kama wimbi lingempiga Petro, asingekuwa na ujasiri wa kumwambia Mungu, Mungu mbona umeniacha? Mungu angemuuliza, mbona wewe ulipoteza imani ndani yako? Siku zote anachotafuta Mungu kutoka kwako sio unachopitia, anataka kuona kiwango cha imani yako kwake. Bwana asifiwe. Angalia umbali ambao Mungu amekutoa. Amekupigania kwenye vitu vingapi? Vingi sana, vingi sana. Lakini kuna jaribu limesimama mbele yako, linataka usahau kabisa kwamba kuna Mungu alikusaidia. Inawezekana mapito hayafanani, lakini Mungu yule yule aliyekusaidia pito la jana ni Mungu ambaye hajabadilika, hajafa, bado yuko hai. Anaweza kukusaidia kwenye pito la leo. Anachotafuta ni imani yako kwake. Rudisha imani, inyua imani yako kwa Mungu. Mungu atakufusha, atakutoa, na mateso unayoyaona hautayaona tena kwenye maisha yako. Inataka imani, inataka imani, inataka imani. Kuna mama mmoja tulikuwa tunaomba naye, alikuwa akipata mimba zinatoka, napata mimba, katoa mimba karibu 6. Sasa Mungu akamsaidia, baadaye akawa amepata mimba, akatushirikisha, tukaanza kumwombea, tukaanza kumwombea. Sasa tukiwa tunaomba kwa ajili yake yule mama, kuna siku alipata bridi moja ya hatari moyoni mwake, akasema mimba imetoka. Nikamwambia hiyo mimba haijatoka, kataa hiyo hali, kwa
kwa sababu nimewahi kumsikia mzee Oyedepo pia akiwa na ushuhuda wa namna hiyo. Mtoto wake ambaye ni mhubiri mkubwa sasa hivi, na yeye mimba yake itakao kutoka alianzaka kukataa ile ripoti. Nikamwambia mama, usihofu. Nikamsikilizisha ule ushuhuda wa mzee Oyedepo, alafu nikamwambia amini ya kwamba haitatoka, na akili ya kwamba kilichotoka ni damu na sio mimba. Mtoto wangu yuko tumboni. Yule mama akaendelea kujitia moyo kwa Bwana, anasema mimba haijatoka, kilichotoka ni damu. Naamini neno la mtumishi wa Mungu, mimba haijatoka. Tukaendelea kuomba naye, tunaendelea kuomba naye. Baadaye Mungu amemsaidia, ameenda akajifungua mtoto mzuri sana. Kitu gani nataka nikwambie? Wamama wengi sana tunapoteza watoto kabla ya nyakati, na tunapoteza kwa sababu unapoona dalili, ukikumbuka mapito ya jana, unahisi mapito yako yatarudia tena. Na kuna binti mwingine na Eli aliwahi kumleta hapa, tulimwombea, uliniambia amejifungua sasa, na yeye alikuwa anapitia hali hizo hizo, lakini tukamwombea, na sasa Mungu amemsaidia, amejifungua vizuri. Usikubaliane na ripoti yoyote na yoyote ya shetani. Wakikwambia kwamba kuna tukio gumu linaenda kutokea kwako, likatae. Sema ya kwamba hilo tukio halinipati kwa jina la Yesu. Rafiki yangu Sadiki, mtoto wake aliumizwa kwa ajali. Walipompima wakamwambia amepasuka ubongo, anatakiwa apelekwe Muhimbili. Alipotuambia yeye akawa analia tu. Nikamwambia hiyo ripoti tunaikataa. Mtoto hajapasuka kichwa wala ubongo haujapasuka, ni majeraha tu ya kawaida, na Bwana atamsaidia kwa mikono ya madaktari. Wamepiga kabisa picha kwenye vipimo vyao, amepasuliwa. Baada ya siku inayofuata walipomwingiza tena theater kwa mara ya mwisho, kichwa kimeungwa, majeraha ni madogo, na sasa hivi yule mtoto anatembea peke yake. Usikubali ripoti yoyote inayoletwa na shetani kwenye maisha yako. Unaweza ukafika mahali unaumwa, hali yako ni mbaya na washauri wako ni wabaya, wanakupa habari mbaya za kwamba wewe utakufa, hakuna aliyewahi kupona ugonjwa huu, na ukijikuta umekaa peke yako, unaona majeneza kushoto, jeneza kulia. Inuka, sema kwa jina Yesu, na kemea roho ya mauti, na pangua roho ya mauti, sitakufa nitaishi. Imani yako kwa Bwana itakunyanyua. Wanaofaidi ulimwengu huu ni wale wanaoamini katika uweza wa Mungu na katika nguvu za Mungu aliye hai. Jina la Yesu libarikiwe. Tumalizie jambo la mwisho, tuingie kwenye maombi. Jambo la mwisho, hofu. Hofutia unachokiogopa. Hofu hufutia unachokiogopa. Hofu hufutia unachokiogopa. Nisikilize vizuri. Hofu hufutia unachokiogopa. Hauwezi ukawa na hofu moyoni na ukakwepa madhara ya kitu unachoogopa. Hakuna mtu yeyote aliyeko hapa anayependa madhara ya hofu au vitu vya giza. Hayuko anayependa magonjwa, hakuna anayependa vita, hakuna mtu anayependa mapigo. Lakini nisikilize, ukibeba hofu moyoni mwako, kile unachokiogopa ndicho utakachokipata. Nisikilize tena, hofu ni fedha ya shetani rohoni, kama ambavyo imani ni fedha ya Mungu rohoni. Inataka fedha hii ya mwili kupata vitu sokoni urudishe nyumbani. Inataka imani ili uweze kupokea uponyaji, uweze kupokea baraka, na inataka hofu ili uweze kupokea mateso ya adui. Kwa hiyo hofu sio tu hofu, ni fedha ya kipepo. Kama kuna kitu shetani ataweka kwako, basi itakuwa ni kwa sababu ya mlango wa hofu. Kuna mahali umefungua lango la hofu na adui atapitisha vya kwake. Nisikilize tena, hofu sio tu hofu, ni sumaku ya kiroho. Unapokuwa na hofu ndani yako, unavuta vitu vya giza. Ni kama mtu aliyejipaka mafuta yenye marashi mazuri, alafu anapita katikati ya mizinga ya nyuki.
Unaweza usiwaambie nyuki niko hapa mning'ate, ile kukatisha tu na marashi yanayovutia. Nyuki watakung'ata tu. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu umebeba, na nyuki wakiona wanaingia. Na hofu ni hivyo hivyo. Ukibeba hofu, ni kitu ambacho giza likiona litaingia ndani yako na kupiga maisha yako. Siku zote ukibeba hofu ndani yako, hofu itakuwa lango la mateso, inauvutia ufalme wa giza uingie ndani yako na kupanda mateso kwenye maisha. Kitabu cha Ayubu. Ayubu ile sura ya 3. Ayubu sura ya 3. Ayubu sura ya 3 mstari wa 25 na wa 26. Biblia inasema, maana jambo hilo nilichalo hunipata, nalo linitialo hofu hunijilia. Narudia, maana jambo hilo nilichalo hunipata, nalo linitialo hofu hunijia. Mimi sioni raha wala situlii wala kupumzika, lakini huja taabu tu kwenye maisha yangu. Huyu ni Ayubu anaongea maneno, anasema sina raha mimi, sina furaha mimi, sina amani mimi. Taabu, mateso yamezunguka maisha yangu. Kwa nini? Lile ninaloliogopa na kulihofu ndilo linalonijia. Wenzangu, mnaona magonjwa mwilini, mnaona mifugo imekufa, kondoo amekufa, punda amekufa, ng'ombe amekufa, hamjui chanzo chake. Kile ninachokiogopa na kikohofu ndicho kinachonipata kwenye maisha yangu. Maanake nini? Huwezi kuogopa kitu na madhara ya unachoogopa yasikupate. Ndio maana kuna mtu anaweza kalala usiku akaota ndoto, anaona kuna ajali, alafu ndani yako unasikia hofu kubwa sana kwa sababu ya hiyo ajali. Hata kama umeomba bado unasikia hofu. Ni bora usisafiri, endelea kuomba, safiri siku nyingine. Nimeona watu wengi sana wakiomba anasikia hofu ndani, anasafiri anapata ajali. Ni kweli anaweza kaumia kidogo, lakini anakuambia Bwana alinionyesha jambo hili, niliona kwenye ndoto kabisa. Lakini ile kwamba unasikia hofu ndani yako, maana yake haujashughulikia roho ya ajali vya kutosha. Kwa hiyo usisafiri, omba mpaka usikie utulivu wa moyoni, amani ya moyoni. Ile amani ya moyo inakuambia kwamba ni shwari, unaweza ukasafiri. Lolote unalo hofu ndilo linalokutokea. Mimi sijui na hofu kwa ajili ya nini kwenye maisha yako. Ni nini kinachokutia hofu? Na kuna watu wanajua kabisa una hofu ya kwenda chini kiuchumi, na tangu hiyo hofu imekaa, biashara, kazi imedumaa kwenye hilo eneo. Kwani lile unalolihofu sana ndilo ambalo linatokea. Kuna jambo umelisikia kwa mchumba wako limeleta hofu kubwa ndani yako, na kila ukilala adui anakuletea picha kwamba haya mahusiano lazima yatavunjika tu. Na usipokuwa makini ukashughulikia hiyo jambo rohoni, kile unachokiona kwenye ndoto kesho kitakuwa harisi kwenye maisha yako. Mengine inawezekana ni ndoa kabisa, lakini naona ndoa yako inavamiwa na ile picha inakuletea hofu moyoni mwako. Hofu ikikaa ndani yako inakuja na vitu vitatu: inakuja na mauti, inakuja na ukiwa, inakuja na uharibifu, inakokota vitu nyuma yake. Kwa kuna vitu vitakufa kwenye mahusiano, kwenye ndoa. Hofu ikikaa ndani ya mtu si salama. Kuna kitu inatafuta. Salama ya mtoto wa Mungu ni wakati unapotambua hofu imekuja na ukaikemea hiyo hofu, iachie maisha yako. Naomba tusimame.